Tutoke hapo kwa Young Africans tuelekee sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao na wao wameelekea kule Tunisia katika mchezo wao dhidi ya Experience de Tunis. Nyama Simba ana kibarua kizito kiasi hicho, na tukitazama kwa hivi sasa tumeona Simba sajili zake zote walizozifanya katika dirisha dogo la usajili wameondoka nao. Simba ana mfupa mgumu kiasi hicho? Of course Simba ana mchezo mgumu kwa sababu ukiwatazama Experience de Tunis ni timu ambayo naweza sema katika michuano ya CAF Champions League ni wamefanya ni hali ya mazoea kwa wao kushiriki, na sio tu kushiriki katika kuelekea zile nafasi za juu kabisa. Katika misimu mitatu iliyopita Experience de Tunis kacheza finali, Experience de Tunis kacheza nusu finali, na katika msimu uliopita tu hapo ametoka kuonyesha kiwango kikubwa tu. Kwa hiyo kwa upande wangu Simba anakwenda kukutana na Giant ambaye na yeye anahusishwa na Giant wale ambao wanapatikana katika bara la Afrika. Experience de Tunis lazima utamweka. So ana wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kutoa product nzuri, lakini pia wakafanya vizuri kiwanjani. Hawa wachezaji kuna muda wanaweza wakawa na zile individual ability ambazo ukiachilia mbali timu kucheza teamwork, lakini wanaweza kukuadhibu kupitia individual ability. Kwa hiyo kwa upande wa Simba, kwa aina ya kikosi ambacho kaondoka nacho na matokeo ambayo ameyapata kwa siku za hivi karibuni, kiukweli naeka wazi ni matokeo ya kusuasua, si matokeo mazuri kwa direct, kwa sababu hata katika michezo hiyo ya kimataifa ambayo ameicheza mpaka sasa yote amepoteza, na katika mchezo wa mwisho ambao amecheza wa ligi kuu ya NBC Premier League ametoa sare. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiasi gani bado Simba ana struggle katika kupata matokeo mazuri katika michezo ya ndani ya ligi, lakini pia hata katika michezo ya kimataifa CAF Champions League. So kuna kitu cha ziada ambacho kocha huyu ambaye amepewa sasa hivi kikosi anatakiwa kukiweka ama kukiongeza, hususa katika kuelekea mchezo dhidi ya Experience de Tunis. Sare katika mechi za hivi karibuni mnyama Simba amekuwa akicheza, lakini watazamaji namna ambavyo wanavyotazama ule mchezo ambao unavyoendelea wanaona kama wachezaji wa Simba hawajitumi, hawaipambanii nembo ya Simba. Licha ya mwalimu mpya kuingia, mwalimu Steven Becker, lakini watu wakawa wanasema wachezaji wa Simba wanacheza kawaida sana. Hivi sasa kuna maingizo mapya ambayo yameweza kuingia, wakina Clatous Chota Chama hapa tumeweza kuwaona, wakina Nixon Kibabage. Unaona hali ya ushindani ikiongezeka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ama nini kinaenda kubadilika ndani ya Simba ili mradi waweze kupambana, na unaona Simba kitoka katika sehemu hiyo iliyokuepo? Kwa chochote kinaweza kutokea, kwanza kuanzia katika hali ya kiushindani, hususa kwa maingizo mapya ambayo wameyaweka katika kikosi. Yes, Clatous Chota Chama alikuwepo katika michezo ama katika misimu kadhaa iliyopita huko, anafahamu vizuri atmosphere ya timu kwa ujumla, anafahamu mazingira yote ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwake sidhani kama itakuwa ni shida kukopi yale mazingira na kwenda kwa sasa kuipambania timu. Kwa hiyo nina uhakika mkubwa kwamba Chama, yes, kuna kitu ambacho atakwenda kukiongeza katika kikosi, ukiachilia mbali tayari ni maji ya jioni. Na katika hicho kitu naweza sema kitu kikubwa ambacho Clatous Chota Chama atakiongeza katika kikosi ni ile experience ambayo yuko nayo katika michuano ya kimataifa, lakini pia na ule ubunifu ambao yuko nayo. Naweza sema kwamba ng'ombe azeeki maini, ndicho ambacho naweza kukizungumza kwa Clatous Chota Chama. Amekuwa umri umeenda sana, lakini amekuwa akitoa bado product ile, lakini kuna baadhi tu ya vitu ambavyo vinapungua. Sasa ili ukitaka umpate Chama mzuri, Chama ambaye atakwenda kukupa kitu, ni lazima umchezeshe na wachezaji ambao watakwenda kumsapoti ama watakwenda kumpunguzia yale majukumu, na yeye kubakia na jukumu moja mama ambalo atakwenda kulitekeleza kwa asilimia kubwa, na hilo jukumu ni ubunifu katika eneo la mwisho, katika kucreate zile clear chance katika washambuliaji wa kikosi cha Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa hapo sina doubt juu ya Clatous Chota Chama. Nixon Kibabage ni mchezaji ambaye amejitanabaisha, ni naweza sema ni mchezaji machachari na sio maridadi. Sio hatari, ni machachari. Of course kwa upande wangu mimi, aliyekuepo na alioingia kwa namna ambavyo palipo bado pengo, naweza kusema liko pale pale kulingana na mchezaji ambaye ameondoka. Mohamed Hussein, of course uwezi ukamfananisha Mohamed Hussein na Nixon Kibabage. Anthony Mligo na Nixon Kibabage. Anthony Mligo na Nixon Kibabage, nitaondoka na Nixon Kibabage. Tuendelee. Yes. So unaweza ukaona ni kwa kiasi gani bado Simba watakwenda ku struggle
katika eneo hilo. Nilitegemea kuona kwamba mbadala wa hali ya juu bora kuliko wa yule ambaye amekuwa akifanya vizuri katika eneo hilo ambaye ni Mohamed Hussein, lakini kwa isivyo bahati haikuwa hivyo. Kwa hiyo bado Simba wanatapatapa katika maeneo tofauti tofauti ya kiwanja, kuanzia hata katika eneo la goalkeeping bado kumeonekana kukifanyika makosa tofauti tofauti. Ukija katika eneo la ulinzi, mchezaji mmoja tu ambaye akipata shida tayari timu nzima inaanza kuyumba. Roshan Delok ndio alipopata shida tayari palikuwa na shida pale zimetokea. Lakini pia ukija katika maeneo ya pembeni nako pameonekana kuwa na changamoto hiyo. Ukija katika eneo la kati naweza kusema ni at least kidogo sasa hivi kuna ule mwanga tunauona Simba ikiweza kulishika lile eneo la kati, lakini sio kwa mapana hayo. Katika eneo la juu pia bado kuna changamoto. Sule, mchezaji hatari wa kuchungwa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba ni nani kwa sasa? Kwa direct naweza kusema mchezaji hatari naweza nikaondoka na Eli Mpanzu kulingana na vile vitu ambavyo huwa anavifanya katika ligi ya NBC Premier League, lakini pale ambapo huwa anacheza katika michezo ya kimataifa. Lakini simpi asilimia kubwa kwa sababu hata katika hiyo michezo ambayo huwa anacheza kuna muda anaweza akakupa kitu kizuri, lakini pia kuna muda huwa anafichwa sana. Kwa hiyo kwa waliobaki wowote anaweza kuwa hatari kulingana na atakavokopi mchezo huo kwa hiyo siku. Experience de Tunis wana wachezaji hatari mno, na mimi nitaweza nikaondoka na Experience de Tunis. Kwanza yuko nyumbani, hiyo ni faida ya kwanza. Pili, ana experience ya kutosha katika michuano hii kuliko Simba. Tatu, ana wachezaji ambao bora na ni hatari ambao wana individual ability, muda wote wanaweza wakafanya jambo lolote wakapeleka dhahma yoyote katika kikosi cha Simba. So far Experience de Tunis anaingia kama team namba 1 kiwanjani na Simba anaingia kama team namba 2, lakini vyovyote chochote kinaweza kikatokea kwa sababu huu ni mpira wa miguu, ni mchezo ambao ukifanya kosa utaadhibika. Kwa hiyo Simba kitu ambacho kitakwenda kumnusuru ni namna ataingia na approach nzuri za kwenda kuwakabili Experience de Tunis. Kwa ushauri wangu wasiingie kwa kujitanua ama wasiingie kwa kwenda kushindana direct na Experience de Tunis. Waende either kwa kufanya mini block wakimsubiri Experience de Tunis aje ashambulie, then wao waje sasa na mpango mkakati wa kureact either kwa kutumia zile counter attack, either watumie collective counter attack kwa wachezaji baadhi ama wachezaji wote wapande na kushuka, ama watumie solo counter attack ambayo inamhitaji mchezaji mmoja ambaye yeye atakuwa ana uwezo wa kuikamilisha mission ya counter attack ambao watakuwa wameifanya. Kwa hiyo ni jukumu lao Simba kutazama. Kitu ambacho kocha wa Simba anatakiwa kukifanya kwa sasa ni kumsoma mpinzani wake, kuangalia weakness zake, strengths zake, kisha aangalie aina ya kikosi ambacho yuko nacho. Hapo ndipo ambapo atapata solution nzuri la kwenda kucheza na Experience de Tunis na kupata matokeo ugenini.